Unamfahamu yule mtu anayeongea kwa kujiamini sana, mwenye msimamo mkali na kila mtu anadhani ni mwerevu wa ajabu? Saikolojia inasema huyo ndiye anayeweza kuwa na uwezo mdogo zaidi wa kufikiri hapo ndani. Watu wenye akili ndogo wana mtego mmoja hatari ambao huwa hawauepuki, na uwezekano ni mkubwa kuwa hata wewe upo kwenye mtego huo hivi sasa bila kujijua. Leo nitakupa dalili 5 zinazoonyesha wewe si mwerevu hata kama unajiona ndivyo. Na ukigundua unayo dalili ya 3, basi unahitaji kubadilika haraka sana kabla hujapoteza fursa nyingi zaidi maishani mwako. Subscribe hapo chini kwa sababu ukweli tunaokwenda kuona sasa hivi utabadilisha jinsi unavyojitazama milele. Dalili ya kwanza: kujiamini kupita kiasi bila msingi. Tunapoanza safari ya kutathmini akili yako, lazima tuangalie kujiamini. Kuna tofauti kubwa kati ya ujasiri wa kitaalamu na ujasiri wa kijinga. Katika saikolojia, kuna kitu kinaitwa Dunning-Kruger effect. Hii ni hali ambapo mtu mwenye ujuzi mdogo sana anajiona ana uwezo mkubwa kuliko ukweli ulivyo. Kwa nini hii ni dalili ya kukosa werevu? Kwa sababu akili duni haina uwezo wa kujitathmini. Kama wewe ni mtu ambaye kila mada inayozungumzwa, iwe ni uchumi, udaktari au ufundi, unahisi unajibu la uhakika na unajiamini kwa 100%, hiyo ni ishara ya hatari. Watu werevu wa kweli huwa na kile tunaita intellectual humility au unyenyekevu wa kiakili. Wanajua kuwa ulimwengu ni mpana na hawawezi kujua kila kitu. Ukiingia kwenye mabishano na mtu asiye mwerevu, utagundua ana sauti kubwa na ujasiri mwingi, lakini hana data wala mantiki. Ukijikuta wewe ni mtu wa namna hiyo, unayejiona bingwa wa kila kitu bila kusoma wala kufanya utafiti, akili yako imekwama kwenye kuta za ujinga ambazo hujaziona bado. Dalili ya pili: kukataa kubadili mtazamo hata ukipema ushahidi. Cognitive rigidity. Moja ya sifa kuu za akili kubwa ni uwezo wa kupokea taarifa mpya na kubadili mwelekeo. Lakini kama wewe unashikilia msimamo wako kama dini, hata pale unapoonyeshwa ukweli wa kisayansi au wa kimantiki kuwa umekosea, basi unathibitisha kuwa akili yako haina flexibility. Hii inaitwa confirmation bias, yaani unatafuta tu taarifa zinazounga mkono kile unachokiamini tayari, na unaziba masikio kwa kitu chochote kinachokupinga. Watu wasio werevu huona kubadili mawazo ni udhaifu au ni kushindwa. Wanaamini msimamo ndio wanaume au ujanja. Lakini fikiria hili, dunia inabadilika. Sayansi ya miaka ya 90 siyo ya sasa. Kama huwezi kusema samahani, nimegundua nilikuwa nakosea baada ya kuona ushahidi huu, basi akili yako imepoteza uwezo wa kukua. Akili isiyokuwa ni akili iliyokufa. Je, wewe ni mfungwa wa mawazo yako ya zamani au una ujasiri wa kukubali ukweli mpya? Dalili ya 3: kurahisisha mambo magumu kupita kiasi. Oversimplifying complexity. Dunia tuliomo ni tata sana. Uchumi, mahusiano ya binadamu na siasa ni mambo yenye nyuzi nyingi au nuances. Dalili ya mtu asiyemwerevu ni kujaribu kurahisisha kila kitu kuwa cheusi au cheupe, kizuri au kibaya, Mungu au shetani. Mtu asiyemwerevu atakwambia, tatizo la uchumi wa nchi ni rahisi tu, ni kwa sababu kiongozi fulani ni mbaya. Hiyo ni kauli ya mtu asiyetaka kufikiri. Haangalii mfumo wa kodi, mnyororo wa thamani duniani au sera za kifedha. Anataka jibu la sekunde 2 kwa tatizo la miaka 50. Kama unadhani matatizo makubwa ya maisha yana suluhu moja rahisi, basi unashindwa kutumia akili yako kuchambua. Analytical thinking. Watu werevu hukumbatia utata. Wanajua kuwa jambo linaweza kuwa sahihi kwa upande mmoja na likawa na makosa kwa upande mwingine. Dalili ya 4: kutokuwa na udadisi wa kujifunza. Lack of curiosity. Kuna watu ambao wakimaliza shule au wakishapata kazi, basi ndio mwisho wa kusoma kitabu au kutafuta maarifa mapya. Hii ni dalili ya wazi ya kudumaa kwa akili. Udadisi, curiosity, ndio engine ya IQ. Mtu mwerevu huuliza, kwa nini? Hata kwa mambo yanayoonekana ya kawaida. Kwa nini anga ni la blue? Kwa nini biashara fulani imekufa? Kwa nini najihisi hivi leo? Kama huna hamu ya kujua mambo mapya, kama hufuatilii teknolojia inavyoenda, au kama unatumia muda wako mwingi kwenye burudani, entertainment, kuliko elimu, education, basi akili yako inachakaa. Ubongo ni kama msuli. Usipoutumia kwa kuupa changamoto mpya, unapoteza nguvu yake. Mtu asiyemwerevu anatosheka na kile anachokijua.
Mwerevu anahangaika na kile asichokijua. Dalili ya 5, kuwalaumu wengine kwa makosa yako. External locus of control. Hii ni dalili ya kihisia lakini ina misingi mikubwa kwenye uwezo wa akili. Mtu asiye mwerevu mara nyingi hukosa self-awareness, kujitambua. Akifeli biashara ni kwa sababu ya uchawi au serikali. Akifeli kwenye mahusiano ni kwa sababu wanawake au wanaume wote ni wabaya. Kwa nini hii ni ishara ya kukosa akili? Kwa sababu inashindwa kufanya root cause analysis ya matatizo yake mwenyewe. Inahitaji akili kubwa kukaa chini na kusema, nimefeli hapa kwa sababu sikuwa na mpango mzuri na ninawezaje kurekebisha. Kuwalaumu wengine ni njia rahisi ya kulinda ego yako isiumie, lakini inakuzuia kujifunza. Mtu mwerevu anajua kuwa yeye ndiye nahodha wa maisha yake. Hata kama kuna mambo ya nje yanayoathiri, anazingatia kile anachoweza kukidhibiti. Kama kila tatizo lako linaanza na neno wao badala ya mimi, basi bado safari yako ya kutumia akili sawasawa ni ndefu. Ukweli ni kwamba hakuna mtu aliyemwerevu kwa 100% katika kila jambo. Sote tunayo maeneo ambayo tunahitaji kuboresha. Lakini hatua ya kwanza ya kuwa mwerevu ni kukubali kuwa huenda una mapungufu katika moja ya hizi dalili 5 tulizozitaja. Je, ni dalili gani umeziona kwako au kwa watu wanaokuzunguka? Usiogope kuwa mkweli. Niandikie hapo chini kwenye maoni. Kama unataka kuendelea kuimarisha akili yako na mtazamo wako wa maisha, hakikisha umelike video hii na kujiunga na familia yetu kwa kusubscribe. Kumbuka, kujua kuwa hujui ni mwanzo wa hekima. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho. Tuonane kwenye video ijayo. Peace.